Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo mashhuru fi masami'ikum, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. Al-hadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innal halala bayyin, kwa hakika halali iko wazi. Allah amekwisha kuibainisha na mtume wake tayari amekwisha kubainisha. Wa innal harama bayyin, na kwa hakika haramu vile vile iko wazi. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, na baina ya halali na haramu katikati kuna mambo ambayo yalikuwa yanatatiza, yana utata ndani yake. Mtume akasema faman ittaka shubuhat, yule ambaye atakayejiepusha na mambo ya shubha akajiweka mbali nayo, akajua kwamba jambo hili lina shubha ndani yake, yeye akajiepusha nalo, faqad istabra lidinihi wa 'irdihi, huyo anakuwa ameitakasa dini yake na anakuwa ameitakasa vile vile heshima yake. Lakini kwa upande wa pili, waman waqa fi shubahati, yule ambaye atakayeingia katika mambo ya shubha, waqa fil haram, mtu huyo anakuwa ameingia katika haramu. Sasa ndugu yangu Muislamu, jiulize, jipekue wewe mwenyewe, jikague wewe mwenyewe katika hali zako zote ambazo unazokwenda za maisha, katika mizunguko yako yote unayokwenda katika maisha. Je, hujaingia katika haramu? Je, hujaingia katika mambo ya shubha? Kwa sababu mbele ya hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama, idha saluha salaha aljasadu kullu, kinapotengenekea kipande hicho cha nyama mwili wote unatengenekea. Wanachuoni wana maneno katika maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema kwamba mwanadamu atakapokuwa amekula kitu ambacho kilichokuwa cha haramu, basi fa innal qalba yafsud, moyo unakuwa unafisidika. Mtu atakapotia katika tumbo lake kile ambacho kilichokuwa cha haramu, basi aelewe kwamba mtu huyo anafisidi moyo wake. Moyo unakuwa hauelekei katika jambo la kuwa na nguvu, kuwa na ile spiritual power ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna awwala ma yuntinu min al-insanu batnuhu, hakika katika kitu ambacho cha mwanzo kinachofisidika na kinachotoa harufu mbaya ni mtu lile tumbo lake. Faman istataa alla yaakula illa tayyiban faman istataa minkum, katika baadhi ya riwaya imekuja yule ambaye atakayeweza miongoni mwenu alla yaakula illa tayyiba, asile yeye isipokuwa ni kizuri, faliyafal, na afanye. Mwanadamu siku zote anakuwa anatakikana aangalie nini anakula, kuanzia uhalali wake, kadhalika vile vile kile chakula akiangalie, je, chakula hichi kinaniingizia nini katika kiwiliwili changu mimi? Ni kila chakula hichi kitanipa nguvu baada ya zile nguvu ambazo nilokwisha kuziondosha, au kwamba kitanidhoofisha chakula hichi? Mwanadamu anatakana aangalie katika upande huo. Uislamu umechunga afya za Waislamu, haujaachilia tu jambo hili ovyo ovyo. Kwa hiyo wewe usiwe kwamba unakula tu kila ambacho unachoona watu wanakula na wewe ukawa unakula, bali angalia nini unakula na nini unaingiza katika kiwiliwili chako, na unapata nguvu gani katika kiwiliwili chako, na hizo nguvu unatakikana uzitumie katika jambo la kujikurubisha kwa Allah, katika mambo ambayo ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni tanbihi, enyi ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika maisha yake aangalie kwanza chumo lake likoje, pia aangalie vile vile nini anakula na nini ambacho anakiingiza katika kiwiliwili chake, na faida gani inapatikana baada ya yeye kula chakula ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa amemruzuku. Kwa sababu kila neema ambayo Allah aliyokuwa amekupa atakuja kukuuliza ukifika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alula wa biwajhihi alkarim, Allah atuwafikishe sisi tuwe ni wenye kuchuma machumo ambayo yalikuwa halali. Allah atuwafikishe tuwe ni wenye kula vile vyakula ambavyo vilivyokuwa vya halali, vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kuwaona waja wake pale ambapo wanapowaruzuku wakawa wanatumia vyakula hivyo. Tunamwomba Allah atuwafikishe katika
upande huo. Kadhalika vile vile tunamwomba Allah majumbani mwetu tuwalishe vile ambavyo vilikuwa vya halali na tuwalishe vile ambavyo vitakavyowajenga zaidi zile familia zetu, ili baadaye wao iwe wapate nguvu ya kuweza kuja kusimamia Uislamu. Innahu waliyun dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma kullana wala takul alaina wazidna ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. آمين آمين آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.